aliweza kutuitika na akafanya maajabu. Juu alitupatia gari, akatupea sanduku. Lakini usaidizi ulitokea kwa kiongozi wetu Mike Sonko Mbuvi, akakuja akatusaidia, akaclear bill, akatusimamia na gari ya kwenda hadi nyumbani upande wa Makueni. Hujambo mfuatiliaji wa Kakake 254, leo tunakuletea taarifa kuhusu hatua ya aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko, ambaye anaendelea kusaidia familia zilizoathiriwa na mafuriko hapa nchini, hasa kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Mvua kubwa iliyoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali imesababisha mafuriko makubwa. Mafuriko hayo yameharibu mali za wananchi, kuacha familia nyingi bila makazi, na kwa masikitiko makubwa baadhi ya wananchi wamepoteza maisha yao. Kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, hali imekuwa ngumu zaidi, kwani pamoja na huzuni ya kuondokewa na ndugu zao, wanakabiliwa pia na changamoto za kugharamikia mazishi. Ni katika mazingira hayo ndipo Mike Sonko ameonekana kujitokeza kusaidia. Kupitia msaada wake wa kibinadamu, Sonko ameendelea kuwasaidia familia mbalimbali kwa kugharamikia usafiri, kusafirisha miili ya wapendwa wao kutoka hospitalini hadi maeneo ya mazishi. Mbali na hilo, pia amekuwa akilipa baadhi ya bills za hospitali na kugharamikia gharama nyingine zinazohusiana na mazishi, punguza mzigo kwa familia zilizoathirika. Sasa leo familia kadhaa zilizopewa msaada huo zimejitokeza hadharani kutoa shukrani zao kwa Mike Sonko, zikisema msaada huo umeleta afueni kubwa katika wakati mgumu sana wa maisha yao. Baadhi yao wamesema kuwa walikuwa hawana uwezo wa kulipa gharama za kuchukua miili ya wapendwa wao kutoka hospitalini, jambo ambalo linachelewesha mipango ya mazishi. Mmoja wa wanafamilia waliofaidika na msaada huo alisema kuwa walikuwa wamekata tamaa baada ya kukosa fedha za kulipia bili za hospitali pamoja na gharama za usafiri. Hata hivyo, baada ya kupata msaada kutoka kwa Sonko, waliweza kuanza maandalizi ya kuwazika wapendwa wao kwa heshima inayostahili. Kwa mujibu wa familia hizo, msaada huo hautakuwa tu wa kifedha, bali pia kuwapa faraja na matumaini kwamba bado kuna watu katika jamii wanaojali na wako tayari kusaidia wakati wa dhiki. Mike Sonko amekuwa akijulikana kwa muda mrefu kwa shughuli zake za kusaidia jamii, hasa kupitia misaada ya kibinadamu, watu wanaokumbwa na majanga, wagonjwa wanaohitaji na familia zisizo na uwezo wa kugharamikia mazishi. Hatua yake ya sasa ya kusaidia waathiriwa wa mafuriko imeibua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi, huku wengi wakimsifu kwa kujitolea kusaidia wakati ambapo familia nyingi zinapitia changamoto kubwa kutokana na mvua hiyo kubwa iliyosababisha mafuriko katika kaunti ya Nairobi. Wakati huo huo, wananchi wameendelea kutoa wito kwa wadau mbalimbali, mashirika ya misaada pamoja na serikali kuendelea kusaidia waathiriwa kwa mafuriko ili kuhakikisha familia zilizoathirika zinapata msaada wa haraka. Kwa sasa juhudi za kuwasaidia waathiriwa zinaendelea katika maeneo mbalimbali, huku wahanga wengi wakihitaji msaada wa chakula, malazi pamoja na huduma za kiafya. Hii inaonyesha umuhimu wa mshikamano katika jamii wakati wa majanga kama haya, ambapo familia nyingi zinahitaji msaada na faraja kutoka kwa wengine. Sasa familia zilizopokea msaada huo zinaendelea na maandalizi ya mazishi ya wapendwa wao, huku zikisema zitakumbuka Sonko kwa hatua yake ya kuwasaidia katika wakati huu mgumu. Na kuacha na video hii uweze kushuhudia ilivyokuwa katika sehemu mbalimbali za makavazi walipokuwa wanachukua miili ya wapendwa wao baada ya kulipiwa bili zote na Mike Sonko, na kuweza kushukuru hatua hiyo waliofanyiwa. Tazama.
Naitwa Rose Mutisia. Mimi ni grandmother ya mtoto Tanisha Mutheu. Vile ilifanyika sasa ni maneno hii ilikuwa ya floods, maji ikaingia huku kwa nyumba. Alafu sasa ile congestion na mtoto alikuwa mdogo wa miezi 2. Sasa hiyo breathing ikawa amekuwa choke, breathing ikawa imelost. Sasa ndio hiyo shida, kumpeleka hapo hospitali ndio akawa pronounced akiwa death. Sasa tungefanya namna nyingine. Sasa ndio tukaenda pale kwa polisi. Kutoka hapo sasa tukaandikiwa maneno, tukaleta mtoto huko mochari, tukakuja tukamalizana na hiyo maneno. Sasa ndio Mr. Sonko ndio akakuja akatutembelea, vile alisikia hiyo maneno ndio akakuja akasema atatusaidia, anaweza kutusaidia. Na kwa ukweli hata sijui niseme nini, kwa sababu msichana haujaolewa, ni mtoto wake huyo msichana. Ndio ikafanyika namna gani, akajitolea tu kwa roho safi, ile ni Mungu tu alimguza. Vile sasa serikali ilikuwa inasema itatulipia, bado haijalipa, lakini yeye Mungu amemguza akasema yeye atatulipia hiyo bill. Sanduku atasimamia hiyo gharama, tena gari atatusimamia hiyo kupeleka hiyo mwili mpaka huko Tanzania. Hata siwezi kusema ninaweza kusema nini, ila ni kumpongeza na kumwombea Mungu tu amzidishie maisha na endelee vizuri, na hata akuje kusaidia wengine kama sisi. Hata sijui nitasema. Bwana Sonko, shukran kabisa. Mungu akuongezee. Asante. Kwa majina anaitwa Peter Chege. Leo niko hapa kwa sababu ya ndugu yangu aliyetuacha kwa sababu ya mafuriko, na kitu naweza sema kwa Sonko na timu yake ya Sonko Rescue Team ni waendelee vivyo hivyo, kwa sababu wametusaidia sana na shughuli hizi za hapa hivi. Wametununulia jeneza na wakatusaidia na pia na usafiri wa kwenda kumpumzisha ndugu yangu ambaye alikuwa anaitwa Simon Kaburia. Na kitu naweza sema ni Mungu aendelee kumbariki na amsaidie hivyo hivyo, aendelee na moyo huyo kuwasaidia wengi. Mimi kwa majina yangu naitwa John Maina Richard. Huyu marehemu ni Mayaniko. Yule ameweza kuaga anaitwa Ephantus Maina Miano. Alikuwa na umri wa miaka 55. Alipelekwa na maji huko Grogon. Sasa Mike Sonko ametusaidia sana, ametupatia gari na ametupatia jeneza ndio tuweze kusafirisha mwili nyumbani Kirinyaga. Kwetu ni Kirinyaga. Sasa ametusaidia sana kwa hiyo mambo ya mazishi ya Mayaniko. Na hiyo amekufa, alipelekwa kwa maji akiwa Grogon. Na alikuwa anaishi hapa Kikomba. Sisi tumeshukuru sana Mike Sonko kwa sababu ya kutusaidia kusafirisha mwili mpaka nyumbani na kutupatia gari na kupatia jeneza. Kwa majina yangu ni Job Mtisi. Natoka hapa Kaloleni, hapa stadium. Huyu mtoto ni ananita anko. Tuko na sister hapa, tuko na mamangu hapa. Nimeona Sonko umefanya kazi mzuri kwa kutusaidia na kwa kutushika mkono. Narudisha shukrani zangu kwako Sonko. Nikisema Mungu palipopote tu huko, acha Mungu akuongezee tu hiyo neema, waendelee kusaidia wengi. Wengi wanaumia, wengi wanateseka, wengi hata hawajui pale wa kwenda. Lakini nataka kusema Mike Sonko umefanya vizuri. Saidizi ulitokea kwa kiongozi wetu Mike Sonko Mbuvi, akakuja akatusaidia, akaclear bill, akatusimamia na gari ya kwenda hadi nyumbani upande wa Makueni. Hatuna hata mwelekeo, but tunashukuru kwa hilo, kwa maana mwili ni wa Kakamega na safari ya Kakamega sio rahisi na si karibu. Alitupatia gari, akatupea sanduku.